Kuna breaking news hapa kuhusu kiongozi mmoja mwandamizi wa ngazi ya kitaifa katika serikali iliyopita, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizoifikia Jasusi TV, kiongozi huyo amewekwa nguvuni, yani yupo katika kinachoitwa house arrest. House arrest ni ile hali ambapo mtu anakuwa kama amekamatwa lakini yupo nyumbani kwake. Kwa hiyo ni kama jela ya nyumbani. Kwa hiyo lakini movements zake zinakuwa monitored na hanakuwa hana uhuru wa kufanya vitu kama ambavyo angefanya mtu mwingine akiwa huru. Na kwa mujibu wa maelezo ni kwamba hatua hiyo imechukuliwa na Samia Suluhu Hassan. Sasa kuna masuala makubwa mawili, ya sasa na ya huko nyuma. Kwa muda mrefu serikali ya Samia imekuwa ikiendeshwa kwa sera ya majungu. Ni mtu ambaye yeye mwenyewe anapenda sana majungu. Yaani mtu wa kuletewa taarifa. Na hizo mfumo huo wa majungu ulipelekea watu wengi ambao pengine hawakuwa na makosa kupoteza nafasi zao kwa sababu tu kuna fulani ameleta majungu kuhusu hili kuhusu lile. Lakini kwa sasa hali imekuwa mbaya zaidi kwa sababu ya hofu ya hayo yanayotarajiwa kuja huko mbele. Kama ufahamu, majuzi tu kumeanza mchakato wa kisheria kuhusiana na mauaji ya maelfu yaliyofanyika nchini Tanzania, na mchakato huo wa kisheria unafanyika huko katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Sasa kuna hofu kubwa sana ambayo imemzunguka Samia, lakini pamoja na genge dogo la watu ambao anawaamini. Na hofu hiyo ni kwamba baadhi ya watu wanaweza kujitokeza kuwa mashahidi katika kesi hiyo. Mara nyingi hizi kesi zinazopelekwa ICC huwa zinategemea sana ushahidi kutoka ndani ya nchi, na ushahidi huo unakuwa ni wa aina mbili. Ushahidi mmoja ni kutoka kwa wahanga, kwa mfano ndugu, jamaa na marafiki ambao wamepoteza ndugu zao kwa kuuawa. Lakini pia kuna ushahidi kutoka kwa watu ambao walikuwa upande wa serikali au walikuwa washiriki katika serikali, lakini wanatoa ushahidi dhidi ya mtuhumiwa. Kwa hiyo katika kesi hii, kwa sababu kesi iliyopelekwa, mashtaka yaliyopelekwa ICC mpaka sasa hivi yamemlenga Samia peke yake, sio serikali yake. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndio analengwa. Kwa hiyo kuna uwezekano huko mbele baadhi ya watu waliokuwa serikalini kama serikali iliyopita au hata sasa hivi kujitokeza kuwa mashahidi wa upande wa mashtaka. Kwa hiyo hilo limechangia sana kuleta hii hali ya kutokuaminiana. Na kwa muda mrefu inaelezwa kwamba Samia amekuwa akifanya kazi na genge dogo tu la watu wake na waamini. Na genge hilo linajumuisha wanafamilia. Mmoja wa washauri wakuu wa Samia ni Abduli, huyo mtoto wake wa kiume, ambaye naye amekuwa akiendesha masuala mbalimbali ya serikali kana kwamba ni kiongozi aliyeteuliwa kuongoza serikali. Taarifa zinadai kuwa yeye kwa sasa ndio mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa. Sasa wakati kuna ufanisi wa kuweza kufanya kazi na genge dogo la watu unaowaamini, utendaji kazi wa serikali hauko hivyo. Utendaji kazi wa serikali unahitaji kundi kubwa la watu, wataalamu mbalimbali, watu kutoka sekta mbalimbali ambao inabidi kufanya nao kazi, na hiyo inachangia kukwama kwa mambo mengi kwa sababu kuna kukosekana kwa uaminifu kwa watu ambao hawako ndani ya hilo kundi. Na hili la kuwa na shaka limejitokeza kama katika makala niloweka hapa jana ya tuhuma dhidi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Kama unafahamu, majuzi baadhi ya wahubiri wa Kiislamu ambao inafahamika kwamba wamelipwa na watu wa Samia, ikiwa ni pamoja na mwanae Abduli, walijitokeza hadharani na kumtuhumu makamu wa rais huyo Nchimbi kuwa anatumiwa na Baraza la Maaskofu Katoliki TEC pamoja na Father Kitima. Ni tuhuma za kipuuzi ambazo hazina msingi, lakini watu wanaishi kwa kutengeneza majungu kwa sababu yeye mwenyewe kama rais ni mtu anayependa sana kusikiliza majungu. Kwa hiyo wapiga majungu wanaona kuwa hii ni fursa. Kwa hiyo kumeletwa hizo tuhuma kuhusu Nchimbi, ikidaiwa kuwa yeye anafanya kazi na kanisa Katoliki, lengo likiwa ni kumtoa Samia ili yeye kama ni makamu wa rais aweze kuchukua nafasi hiyo. Lakini huu ni muendelezo ambao
yeye Samia mwenyewe alikuwa ni muhanga katika utawala uliopita wa marehemu John Pombe Magufuli, kwa sababu katika utawala Magufuli pia kulikuwa na hili swala la majungu, watu kuleta taarifa kutoka huku na kule, na yeye Samia at one time inaelezwa kuwa alifikia sehemu alitaka kuiondoa katika nafasi ya makamu wa rais, kwa sababu alikuwa akituhumiwa kwamba alikuwa akimhujumu Magufuli, na kwamba hujuma hizo zilikuwa zinafanywa na JK kupitia kwa Samia. Lakini kwa sasa inaonekana, wakati huo ilikuwa ni majungu, lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zilipatikana kupitia kwa balozi Humphrey Polepole, inaonekana kwamba hayo hayakuwa majungu, bali taarifa hizo zilikuwa na ukweli ndani yake, kwa sababu kwa mujibu wa balozi Polepole kulikuwa na genge ambalo lilifanya jitihada kubwa ya kumhujumu marehemu Magufuli, na hatimaye hujuma hizo zilipelekea kifo cha kiongozi huyo. Sasa hizo experiences za huko nyuma pia zina reflect katika maisha ya Samia kwa sasa, kwa sababu baadhi ya vitu alivyokuwa akivishuhudia kama mtazamaji au kama msaidizi, kwa sasa yeye ndio mlengwa, yale ambayo yalikuwa yanatokea kwa Magufuli na yeye anajikuta anakabiliana nayo. Lakini kwa kiasi kikubwa sasa ni hii hofu, na hofu inachangiwa na haya yaliyojiri, kwa sababu licha ya porojo zinazofanyika na jitihada kubwa zinazofanyika kuonyesha kwamba kila kitu kiko vizuri, kuna jitihada kwa mfano ambazo zinafanywa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kupita huku na kule kuonyesha kwamba mambo yako sawia, lakini ukweli uko pale pale kwamba kuna maelfu ya Watanzania wameuawa. Sasa kuna acha hilo ambalo ni baya zaidi la maelfu kuuawa, lakini kuna maelfu wengine ambao mpaka sasa hivi hawajulikani walipo, kwa sababu kuna ndugu jamaa na marafiki wa Watanzania mbalimbali ambao wengine walishiriki kwenye maandamano, lakini wengine hawakushiriki katika maandamano, walichukuliwa na vyombo vya dola na mpaka sasa hivi hawafahamiki walipo. Kwa hiyo hii yote inaleta tension kubwa sana. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, Disemba 9 kuna maandamano mengine ambayo yameandaliwa na Watanzania, na haya yanaleta changamoto kubwa kwa Samia, kwa sababu kwa sasa tofauti na ilivyokuwa nyuma, dunia nzima inaitupia macho Tanzania. Inatupia macho Tanzania kuona je, itafanya tena unyama kama iliyofanya kuanzia Oktoba 29 na kupelekea vifo vya maelfu ya Watanzania. Takwimu za hivi karibuni zinadai kuwa idadi ya waliouawa inakaribia watu 10,000. Haijaweza kuthibitishwa, lakini pia kuna jitihada kubwa sana za kuficha ushahidi. Lakini katika haya maandamano ya Oktoba ya Disemba 9, dunia nzima itakuwa inalitupia macho Tanzania. Hilo moja. Lakini pili, maandamano haya yana uwezekano wa kupata watu wengi watakaoshiriki kutokana na ukweli kwamba kuna Watanzania wengi ambao wamefiwa na ndugu zao, lakini kuna wengi ambao hawajui hatma ya ndugu zao, na wengine aidha walikamatwa na kuachiwa, lakini wengine wameachwa na mengi yaliyotokea kuhusiana na hayo unyama uliokuwa ukifanywa na vyombo vya dola kwa amri ya Samia. Kwa hiyo kuna uwezekano maandamano hii hayo ya Disemba 9 yakawa na uzito mkubwa zaidi. Lakini kingine ambacho kinafanya serikali ya Samia kuwa na wakati mgumu ni ukweli kwamba tayari kuna mashtaka haya yameandaliwa na kupelekwa huko ICC. Kwa hiyo ICC nayo inafuatilia kwa karibu nini kitakachotokea Disemba 9. Endapo kuna zaidi yatakayotokea, itakuwa ni kuongeza tu ushahidi zaidi ya Samia katika hiyo kesi inayoandaliwa dhidi yake. Ni katika mazingira haya ndipo kunakuwa na hali hii ya kuaminiana. Kwa sasa Jasusi TV haitotaja jina la kiongozi, japo inafahamu jina la kiongozi husika, lakini kadri siku inavyokwenda na tarehe, kwa sababu inavyoelezwa ni kwamba huu ni mwanzo tu, na kuna idadi kubwa ya watu ambao wanatarajiwa kutiwa nguvuni, na pengine wengine wako nguvuni muda huu, japo Jasusi TV haiweza kujiridhisha na hilo, na itawaletea taarifa kwa ukamilifu zaidi kuhusu watu mbalimbali ambao wanakumbana na hizo na hali hii inayoendelea. Lakini hizi kwa upande mmoja ni dalili njema, kwa sababu kama ambavyo Jasusi TV imekuwa consistent katika kuongea, huu ni mwanzo wa mwisho wa utawala wa Samia Suluhu Hassan. Utawala huu utafikia karibuni muda si mrefu, na dalili za utawala ambao unaelekea ukingoni ni pamoja na kuwatuhumu watu wa karibu, tuhuma, kukamata watu, kuwa na suspicion dhidi ya watu mbalimbali. Hizo ni ishara kwamba utawala huu
umefitinika na unaelekea ukingoni. Lakini tunasema Jeusi TV itakuletea taarifa zaidi kuhusu yanayoendelea. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.